Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya pili ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni kumbuka, usimsahau, usiwasahau, usijisahau. Kumbuka, kumbuka, usimsahau, usiwasahau, usijisahau. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 4a. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo ile sura ya kwanza aya ya 8b hadi ya 10, na injili ni injili ya Mathayo ile sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 9. Ndugu zangu katika Kristo, hii ni Dominika ambayo inatualika kusikia wito wa Mungu na kutudai kufanya mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu. Ni Dominika inayotudai kupiga hatua kubwa ya maisha ambayo mbele yake tutaona ukuu wa Mungu. Hii Dominika na masomo yake yote yanaangazia kwa namna ya pekee namna ya kutembea kwa imani pale tunaposikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Licha ya makwazo au magumu ambayo utakutana nayo njiani, lakini mwisho wa siku masomo haya yanaeleza ukweli kabisa kwamba Pasaka yetu, utukufu wetu utaonekana. Ndio maana wazo kuu ni kumbuka, usimsahau, usiwasahau, usijisahau. Ili kuweza kuelewa tafakari hii, wazo hili katika masomo yetu ya leo, tuanze kuangalia somo moja baada ya lingine. Kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 4a. Ni somo linaloeleza wito wa baba yetu, mzee wetu wa imani Abraham. Yeye baba yetu huyu anaitwa kutoka katika nchi yake, kutoka katika kabila lake na kutoka katika ukoo wake na kwenda katika nchi isiyojulikana. Ni nchi ambayo Mungu mwenyewe anasema nitakayo kuonyesha. Maana yake mzee wetu huyu haitambui. Wengi hasa wa Afrika tunaweza tukaelewa uzito au sadaka ya wito huu wa Ibrahimu, hasa kutokana na vifungo thabiti vya makabila, ardhi au na ukoo. Si jambo jepesi sana kutoka au kupiga hatua kutoka katika vifungo hivyo, hasa sisi wa Afrika. Ila kwa imani Abrahamu anatii na kuanza kufuata kile ambacho Mungu anamwambia, na mkono wa Mungu unaonekana kwake, baraka zinamiminika kwake, na taifa teule ambalo kwalo Masia atazaliwa linatokana na yeye. Ndio maana tunasoma kwa njia ya imani Ibrahimu alitii alipoitwa ahamie nchi ambayo angepewa kuwa mali yake. Alihama bila kujua anakokwenda. Unaweza ukasoma katika waraka kwa Ibrania ile sura ya 11 aya ya 8. Kauli hiyo hiyo ya kuhama kwa Ibrahimu, kwa kupiga hatua kwa Ibrahimu, inaelezwa pia katika kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira ile sura ya 44 aya ya 19 hadi ya 22, kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7 aya ya 2 mpaka 8, na waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 4 aya ya 16 hadi ya 22. Ndugu zangu, ndio maana nasema kumbuka, si rahisi. Ndio maana inahitaji imani kubwa sana, na masomo haya niliyosema yanaeleza hilo. Leo tunaalikwa kusikia sauti ya Mungu kama Abrahamu na kutoka au kupiga hatua. Kupiga hatua kutoka katika maisha yetu ya zamani, mazoea yetu ya zamani, urafiki wetu wa zamani, vifungo vyetu vya maagano, ardhi au ukoo vya zamani ambao vinatufunga sisi na kufanya tukakosa raha, kukosa amani au kutukosesha urafiki na Mwenyezi Mungu. Na kupiga hatua huku hakuhitaji kutumia akili kubwa sana, hakuhitaji uelewa wa hali ya juu sana. Kunahitaji utashi wa ndani sana, kunahitaji imani ya kuamini kwamba anayetuita ni Mungu mwenyewe. Lazima tuwe watu wa imani na ujasiri wa kupiga hatua na kujibandua
kutoka katika kile ambacho kinatushikilia au kinatukosesha urafiki na Mwenyezi Mungu. Lazima kuamini huyu anayetuita na kumwachia Mungu kesho yetu yeye, kuondokana na maumivu ya sasa, kukubali kwamba katika kupiga hatua, katika kutoka nchi zile ambazo tumezoea au mazoea yetu, utatudai maumivu au sadaka kubwa, lakini lazima tumwachie Mungu kwa sababu furaha ni kubwa mbele yetu. Kumbuka, leo ni kuombe sana, masomo yanatudai. Kaa kimya, sikia sauti ya Mungu na fanya maamuzi kama Abrahamu. Papa Leo wa 14 anasema, ukisikia sauti ya Mungu usisite, itika. Usiwaze, itika. Mungu ndiye anayejua sababu ya sauti hiyo. Mungu ndiye anayejua sababu ya wito huo. Wewe kazi yako, itika kama Abrahamu. Ndugu zangu, nikuombe leo, Mungu anaongea na wewe. Kuna mabadiliko makubwa ambayo anataka uyafanye katika maisha yako. Kuna nia ambayo ulijiwekea katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hiyo nia si yako, bali ni sauti ya Mungu inayoongea na wewe ndani mwako. Isikie sauti hiyo na fuata. Licha ya magumu utakayokutana nayo, licha ya changamoto ulizonazo nazo, lakini usiwaze, utukufu uko mbele yako, kung'ara kuko mbele yako. Ndio maana somo la pili natoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 1 aya ya 8b hadi ya 10. Inaeleza kwa sauti ya upole sana. Mtume Paulo anaeleza kwa sauti ya upole na unyenyekevu, kitu ambacho ni muhimu sana mimi na wewe kukitambua. Anamweleza kijana wake Timotheo. Ni maneno yenye kutia nguvu kwa kijana huyu aliyeitwa na Mungu. Mtume Paulo anaeleza wazi kuwa safari ya kupiga hatua, safari ya kufuata kile ambacho Mungu anataka ukifanye, mara zote haitakuwa nyepesi. Itakuwa na magumu, itakuwa na changamoto, itakuwa ni kukata tamaa, itakuwa na kujilaumu, itakuwa nataka kurudi nyuma, lakini lazima kuwa watu wa uvumilivu. Lazima kuomba fadhila ya uvumilivu. Kumbuka, wahenga wanasema, ukipita njia ngumu, miale ya jua haikuui bali inaimarisha ngozi. Wanasema miiba unayokutana nayo njiani leo inakufundisha wapi pa kuweka mguu wako kesho. Hivyo usije ukakata tamaa, usije ukarudi nyuma, usije ukaona kana kwamba Mwenyezi Mungu amekuacha pale ambapo ameongea na wewe au amekuita kupiga hatua, kufanya mabadiliko makubwa maishani. Jiamini, muamini, amini kwamba yeye aliyekuita kutoka yuko pamoja na wewe. Amini, utaishi tu, utaweza tu, utasimama tena. Ndugu zangu katika Kristo, ndio maana Injili inatuonyesha hilo, kwamba utukufu uko mbele, licha ya yale ambayo tutakutana nayo wakati wa kufanya mabadiliko makubwa sana katika kipindi hiki cha Kwaresma. Injili inatoka katika Injili ya Mwinjili Mathayo, ile sura ya 17 aya ya 1 mpaka ya 9. Lakini ni Injili ambayo vile vile unaweza ukaisoma vizuri kabisa katika Injili ya Luka, ile sura ya 9 aya ya 28 mpaka 36, au Injili ya Marko, ile sura ya 9 aya ya 2 mpaka ya 8. Ni Injili ya kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni simulizi ambayo tumezoea sana. Ili ni tukio ambalo linatokea katika mlima Tabo. Kimsingi kuna mambo makuu matatu hapa lazima kuyaelewa katika tukio hili la kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Moja, Yesu anaimarishwa na kuthibitishwa kuchukua njia ya msalaba ili kutukomboa. 2, chapa ya kuwa ni Masia mteswa inathibitishwa. 3, na somo linatolewa kwa wanafunzi juu ya msalaba na aina ya Masia ambaye wanatakiwa kumfuata. Naomba tuelewe, ni yule Masia wanaelezwa aliyeandikwa katika Torati, ndio maana Musa anatokea. Ni yule Masia aliyetabiriwa na manabii, ndio maana Eliya anatokea. Ndugu zangu, mengi yanaweza yakatafakarishwa, lakini nimesema wazo kuu ni kumbuka, usimsahau, usiwasahau, usijisahau. Tuanze kidogo. Naposema usimsahau, mwambie jirani yako usimsahau, usimsahau. Katika Injili ya leo, Kristu anachukua miamba mikuu mitatu
katika mitume wake 12. Nasema hii ni miamba kwa sababu ya sifa zao. Anamchukua Petro, mwamba huyu. Utasoma Injili ya Mathayo ile sura ya 16 aya ya 18. Anamchukua Yakobo, shujaa huyu, mtume wa kwanza kufa kifodini kama shahidi, katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 12 aya ya 2. Anamchukua Yohane, jasiri huyu, yule aliyesimama na Yesu chini ya msalaba, aliyekimbilia kaburini baada ya ufufuko na aliyeeleza mengi ya Yesu Kristu na juu ya utukufu ujao. Injili ya Yohane ile sura ya 19 aya ya 26 mpaka 27, ile sura ya 20 aya ya kwanza mpaka ya 10, na ndio huyu aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Niwaeleze kitu kingine, lazima uelewe, hii ni miamba anayoichukua ni watu fulani wa muhimu sana anaowachukua, maana ndio hawa waliokuwepo wakati Kristu anamfufua binti Yairo. Utasoma Injili ya Mathayo ile sura ya 9 aya ya 18 mpaka 26, Injili ya Marko ile sura ya 5 aya ya 21 mpaka 43, Injili ya Luka ile sura ya 8 aya ya 40 mpaka ya 51. Niueleze tena pia, ndio hawa aliowachukua mbele kidogo katika mahangaiko yake na mateso yake pale Getsemani. Injili ya Mathayo ile sura ya 26 aya 37 mpaka 38, akiwaeleza juu ya uchungu aliyokuwa nao moyoni. Ila unajua nini? Unajua nini? Mitume hawa wakati wa mahangaiko, wakati wa mateso, wakati wa machungu, wakati wa majaribu, wakati wa maumivu, walimsahau huyu aliyeng'ara sura, walimsahau. Walilala bustanini, hawakukesha. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 40 mpaka ya 46. Walipoona uso uliong'ara unatemewa mate kwa dhiaka, walimsahau. Walipoona mavazi yaliyong'ara yananunuliwa na kupigiwa kura, walimsahau. Walipoona mavazi yaliyong'ara yanatapakaa damu, walimsahau. Walipoona taji la miiba linawekwa katika uso uliong'ara, walimsahau. Walipoona msalaba, walikimbia. Petro alisema kabisa wazi wazi, si mimi, huyu mtu simjui kabisa. Akasahau kwamba alikuwa naye mlimani, alikuwa naye bustanini, alikuwa naye katika matukio muhimu sana. Alimsahau. Ndio maana nakwambia usimsahau. Petro alimsahau, akasema simjui mtu huyu. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 71 mpaka 75, Injili ya Marko ile sura ya 14 aya ya 69 mpaka 72, Injili ya Luka ile sura ya 22 aya ya 58 mpaka 62, na Injili ya Yohane ile sura ya 18 aya 25 mpaka 27. Petro alisema simjui mtu huyu, alimsahau. Wewe usimsahau. Ndio hiki nataka kukwambia katika safari yako hii ya Kwaresima, safari yako ya maisha ya kupiga hatua, safari yako ya mabadiliko. Kumbuka, hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Wengi wetu wakati wa majaribu, wengi wetu wakati wa magumu, wengi wetu wakati wa safari ya kufanya mabadiliko kumfuata Yesu Kristo, huwa tunamsahau. Tunamsahau yeye aliyeanzisha wito huu ndani yetu, aliyetuita, aliyeanzisha safari. Ndugu zangu, ni kuombe usimsahau. Amini yuko pamoja na wewe. Pale unapoona damu na giza maishani mwako, usimsahau. Pale moyo wako unaporaruliwa na usaliti, chuki, uhasama, masengenyo, samehe, usimsahau. Inua macho yako mbele yake yeye. Amini utukufu huu karibu. Nikuombe sana, maisha yetu hayawezi kuwa bila changamoto, hayawezi kuwa bila mitihani. Lala chini, lia, lakini usimsahau Mwenyezi Mungu. Usimsahau kwamba yeye anaweza, ana uwezo zaidi ya kile ambacho unapitia. Kisije kikakufanya ukafa imani yako, kisije kikakufanya ukata tamaa. Muamini yeye, muamini Mungu. Sali, muombe yeye. Kumbuka iko hivi, imani yako, ubaba wako, utu wako, ufuasi wako, umama wako, uvumilivu wako, upendo wako, vyote vinapimwa wakati wa mitihani. Vyote vinapimwa wakati wa misaraba. Ndugu zangu, haya yote, ufuasi wako kiukweli kabisa unajidhihirisha pale unapopambana na magumu, unapambana na mateso. Usimsahau. Amini.
Amini na muamini yeye aliyekuita, anayetaka kufanya mabadiliko. Usimsahau, usimsahau. Ukimwangalia yeye aliyeng'ara baada ya mateso na kifo, nawe utang'ara pia, maana hakuna msalaba unaodumu milele. Usimsahau katika kipindi hiki, usimsahau. Kumbuka, usimsahau. Piga hatua, lakini usimsahau Mwenyezi Mungu, usimsahau Kristo. La pili, usiwasahau. Kipindi hiki umejiwekea nia zako, umejiwekea malengo yako, unafuata kufanya mabadiliko, lakini kikubwa kingine, usiwasahau. Kumbuka, usiwasahau. Iko hivi, utukufu wa muda mfupi tu wa mlimani ulimfanya Petro awasahau mitume waliobaki chini. Maisha ni safari ya kupanda na kushuka, kuna giza na kuna mwanga. Hivyo unapokuwa katika utukufu, usiwasahau walio chini. Ndio maana katika kipindi hiki tunahimizwa sana kushirikisha neema na baraka tulizonazo kwa kufanya matendo ya huruma. Tunaonyesha kwamba hatuwasahau, tunatembea nao. Usiwasahau. Unapokuwa juu, usiwasahau walio chini. Mafanikio yako yasikufanye usahau wale waliokusaidia katika kupiga hatua yako. Katika ulimwengu wetu wa leo, ni rahisi sana watu wengi kusahau. Ni rahisi sana kiukweli kabisa baba kutelekeza familia yake pale anapofanikiwa. Ni rahisi sana mke kumdharau mume wake pale anapofanikiwa. Ni rahisi sana watoto kusahau fadhila za wazazi au walezi waliowafanya wakawa kama walivyo pale wanapofanikiwa. Ni rahisi sana bosi au mtu kusahau walikotoka na kuwanyanyasa waliokuwa chini yake, bila kusahau na yeye alitoka huko. Kumbuka, unapopandishwa cheo, usiwasahau walio chini, usiwanyanyase walio chini, usiwasahau. Mungu anapokunyoshea mkono, usiwasahau. Ukipiga hatua, usisahau ulipotoa mguu. Wahenga wanasema usiwasahau, usiwasahau. Ni kipindi hiki ambacho tunaalikwa kuwa wema kwa watu wengine, kufanya na wengine wang'are, kufanya na wengine wamuone Kristo kupitia sisi. Ng'arisha watu wengine. Kristo anang'ara, akisi mwanga huo katika maisha ya watu wengine. Kuwa mwema, kuwa mkarimu, kuwa mwenye upendo, kuwa mwenye tabasamu, kuwa faraja katika maisha ya watu wengine. Watu wengine wamuone Kristo kupitia wewe. Mng'aro wa Kristo uakisiwe kupitia wewe katika maisha ya watu wengine. Usiwasahau, usiwasahau. Wazo la tatu na la mwisho ni usijisahau. Usijisahau. Unaitwa wewe na Mungu, usijisahau. Mlimani Petro alijisahau. Tujenge vibanda vitatu, alijisahau yeye. Kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia, alijisahau yeye mwenyewe. Wewe usijisahau katika kipindi hiki. Iko hivi, wengi katika maisha yetu huwa tunajisahau. Si ajabu kukuta mwajiri ajilipi mshahara wakati anawalipa watu wengine, wafanyakazi wengine mshahara. Si ajabu kukuta mwajiri aende likizo wakati wafanyakazi wake wanaenda likizo. Si ajabu kukuta fundi seremala hana meza wala kiti kizuri nyumbani kwake wakati anatengeneza meza nzuri na viti nyumbani kwa wengine. Si ajabu kukuta daktari amalizi dozi wakati anahimiza wengine wamalize dozi, anajisahau. Si ajabu kukuta mtu ananyekea nyumba ndogo, anasahau nyumba yake, familia yake, anajisahau kwamba akizeeka huko anakopeleka chakula hakutakuwa naye wakati wa magonjwa yake, wakati wa uzee wake, anajisahau. Si ajabu kukuta mwenyekiti wa jumuiya anahimiza watu watoe zaka, watu watoe michango, wakati mwenyewe atoi, anajisahau. Usijisahau, usijisahau ndugu zangu, usijisahau. Kumbuka kipindi hiki, siku hizi 40 ni siku za kufanya mabadiliko makubwa kwako mwenyewe. Ng'ara wewe peke yako, ng'ara mwenyewe, ng'ara ndani mwako, ng'arisha nafsi yako, iombee mwenyewe. Funga, sali kwa ajili ya nia zako wewe mwenyewe. Jipe furaha yako wewe mwenyewe. Jipe likizo, jipongeze wakati fulani. Mwambie Kristu akujengee kibanda chako mwenyewe, ili baada ya maisha haya upate makazi huko mbinguni. Usijisahau, ni wakati wako wa kung'ara pia. Fanya mabadiliko fulani ambayo yatakufanya uwe na furaha kubwa, uwe na amani kubwa ndani mwako. Usijisahau. Kumbuka, nimesema usimsahau, usiwasahau, usijisahau. Lakini mwisho naomba tumalizie na kitu fulani hiki kikubwa ambacho kinaakisiwa katika somo hili la Injili.
Walipokuwa wanashuka mlimani, aliwaambia, msimwambie mtu yoyote habari hiyo hata Mwana wa Adamu atakapofuka katika wafu. Hii inaitwa messianic secret, lakini tusiingie sana katika hilo, ila naomba nikwambie hiki kitu kidogo sana, lakini kikubwa. Usimwambie mtu kila kitu. Usimwambie mtu kila kitu. Maono yako, ndoto zako, mipango yako, akaunti yako ya benki, siri zako, usimwambie kila mtu. Usimwambie kila mtu. Wakati mwingine tunashindwa kupiga hatua, tunashindwa kubadilika kwa sababu tunasema kila kitu ambacho Mungu anaongea na sisi. Tunashirikisha kila aina ya wito wa ndani ambao Mungu anatuita sisi tuitikie. Mungu amekuita wewe, usimwambie mtu kila kitu. Ukitaka kununua gari, wacha watu wakuone sheri, waseme wao anaweka mafuta. Ukitaka kujenga, wacha watu wakuone unaenda site, matofali yanajengwa, mawe yanamwaga, waseme hii inakuaje. Ukitaka kuolewa, wacha watu wakuone unajaribisha shera, usimwambie mtu kila kitu. Ukitaka kuoa, wacha watu wakuone unapeleka mahali. Usimwambie mtu kila kitu. Hii ni messianic secret, itembee nawe katika safari yako ya maisha, ili Mungu atukuzwe nawe upate utakatifu milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana.